Profesa Anna Tibaijuka ametaka jamii ijielimishe ili kujisahihisha katika kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, huku akisema kuwa Lissu hakushindwa kesi bali mahakama iliamua kuwa na kesi ya kujibu, hivyo utetezi unafuata. Tibaijuka ameyasema hayo kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, kwa kuandika ujumbe wa ufafanuzi na kuwataka watu wafahamu kwa kina kuhusu kesi ya Lissu. Aidha, ameeleza kuwa pamoja na uamuzi wa mahakama, yeye anapendelea kuhimiza busara na hekima zitumike katika ngazi zote za maamuzi ili taifa liondokane na jambo hilo la kusikitisha, ili kung'amua ukweli, kusameheana na kuridhiana. Hata hivyo, Tibaijuka amesema hazungumzi hatia au kutokuwa na hatia kwa Lissu kwa sababu hilo ni jukumu la mahakama, bali anazungumzia mazingira ya kesi hiyo, huku akieleza kuwa historia na umuhimu wa sheria. Anna pia amefafanua kuwa kesi ya Lissu ina utofauti mkubwa wa kesi nyingine za uhaini zilizowahi kutangulia hapa nchini, na katika kesi hizo za kihistoria kulidaiwa kuwepo na njama, washirika, mipango ya pamoja ya kupindua serikali, na katika baadhi ya kesi hizo washirika kutoka jeshini na madai ya kupanga kumuua rais. Akisema lakini katika kesi ya Lissu imekuwa tofauti kwa kushtakiwa peke yake na kiini cha shtaka kinahusu kauli zake za hadharani, akidai kuwa hiyo ni tofauti muhimu inayostahili kutafakariwa bila kuingilia kazi ya mahakama. Lissu anashtakiwa kwa uhaini chini ya kifungu cha 39(2)(d) cha kanuni ya adhabu kutokana na kauli alizowahi kuzitoa katika mkutano cha Demokrasia na Maendeleo tarehe 3 Aprili mwaka 2025, ikiwemo kauli ya no reform, no election, huku upande wa mashtaka ukidai kuwa kauli hizo zikiwa na maana ya kuzuia ama kuvuruga uchaguzi zilivuka mipaka ya siasa za kawaida. Hivyo Tibaijuka amesema kuwa kauli hizo ni kali, lakini katika historia ya siasa za Tanzania kumewahi pia kusikika kauli zaidi. Tibaijuka amesema kuwa kauli hizo ni kali, lakini katika historia ya siasa za Tanzania kumewahi kusikika kwa kauli kama wimbo maarufu wa wapinzani tuwashike, tuwachane, tuwatupe, ikieleza kuwa hata bungeni wimbo huo uliwahi kulalamikiwa, lakini ilichukuliwa kama ni utani wa jadi. Pia mitandaoni leo kunasikika kauli za kutishia watu kuuawa au kuwapoteza bila hatua zinazoonekana kuchukuliwa kwa kiwango cha usawa, amesema Tibaijuka, akiongeza katika ujumbe huo kuwa ndio maana wapo baadhi ya wananchi wanajiuliza, je, sheria inatumika kwa usawa kwa kauli za wanasiasa wa pande zote? Hata hivyo, Tibaijuka ameeleza kuwa Lissu alitoa matamko ya hadharani au katika mikutano ya kisiasa na wananchi wengi walisikika na wanajua kuwa hiyo pamoja na kuacha mahakama ifanye kazi yake. Hata hivyo, Tibaijuka ameeleza kuwa Lissu alitoa matamko ya hadharani au katika mikutano ya kisiasa na wananchi walisikia na wanajua, kwa hiyo pamoja na kuacha mahakama ifanye kazi kwa uhuru, ni vigumu kuzuia mjadala wa wananchi kuhusu jambo ambalo liko hadharani na linagusa siasa, sheria na haki za kiraia, ili mradi staa izingatiwe na mjadala huo usibadilishwe kuwa hukumu ya hatia au kutokuwa na hatia kabla ya mahakama kumaliza kazi yake, amesema Tibaijuka katika ujumbe huo. Anna amesema kuwa kama mahakama ingelikuwa imeamua kuwa hakuna kesi ya kujibu, hatua ya utetezi isingefunguliwa. Sasa Lissu ameomba kuwaita baadhi ya viongozi wakuu akiwemo Rais Samia na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushahidi. Tibaijuka ndani ya ujumbe huo alienda mbali zaidi, akigusia historia ya nchi nyingine inayoonyesha kuwa jambo la rais aliye madarakani kutoa ushahidi katika shauri la jinai lina utata, lakini si geni kabisa, ambapo mwaka 1807 katika kesi ya uhaini aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Aaron Burr aliomba ushahidi kutoka kwa Rais Thomas Jefferson. Jaji mkuu John Marshall ndiye aliyekuwa muamuzi na alikataa dhana ya kwamba rais ana kinga ya moja kwa moja dhidi ya mchakato wa mahakama pale ushahidi wake unapohitajika katika kesi ya jinai.
Jefferson hakulazimishwa kusimama mwenyewe kizimbani, lakini alitoa ushahidi kwa nyaraka na kanuni muhimu. Ikawa hadhi ya rais si kigezo cha kutopata ushahidi muhimu kwa mhukumiwa. Baadaye marais wengine wa Marekani wamelazimika kutoa ushahidi, taarifa katika mashauri ya jinai wanapohitajika, ikiwemo James Monroe mwaka 1818, Bill Clinton mwaka 1996, Richard Nixon mwaka 1974 na wengine wengi aliowaorodhesha Tibaijuka katika ujumbe huo. Tibaijuka ameeleza kuwa katika hatua inayofuata kesi ya Lissu ni nyeti na inaonyesha mwanga katika masuala hayo muhimu kuhusu utawala wa kisheria na haki ya mshtakiwa kupata utetezi stahiki. Aisha Charles, Tifu TV.